Aisha mwanangu. Leo asubuhi nimeona mambo makubwa sana. Mama, kitu gani kile kimetokea? Wakati natoka kule chumbani kwangu, simekutana na mama hapo mlangoni. Ametokea chumbani kwa kina Salungi na Hepi wanakolala. Na yeye amelala huko. Ameamka na kanga chake hapa. Anatoka chumbani kwa mkwewe. Salungi ameenda kwanza sebuleni mwanangu. Unaona? Pana mazito na. Ina mazito. Mazito ambayo bebeki. Sijui hawa ni watu wa aina gani? Sijui mama huyu kabila gani? Kwa hiyo mama, siku zote ulikuwa unafanya mambo yako chini chini, lakini leo umeamua kunidhihirishia kama kweli wewe ni mchawi. Hivi wewe kuondoka kwa mamangu humu ndani, wewe unaongezekewa na kitu gani? Au unapungukiwa na nini? Sasa nisikilize nikwambie. Ikitokea ukaona mamangu anaondoka humu ndani, na wewe mfuate nyuma. Siwezi nikakubali mamangu akaondoka, alafu ukaendelea kubaki humu ndani. Binti yangu, ninakuheshimu tena zaidi ya kukuheshimu. Kama mama yako anafukuzwa na Salungi pale ndani, Salungi wewe ni mume wako. Kaongee naye ili mamako aendelee kubaki. Na kwenye huo ugomvi wa Salungi kumfukuza mkwewe, mimi sihusiki. Utakuwa ulitambue hilo. Alafu uwepo wa mama yako au kutokuwepo kwa mama yako hapa nyumbani, mimi hakunipunguzi wala hakuniongezea chochote. Kaongea vizuri na mume wako ili mamako aendelee kuishi. Eti unasema hahusiki. Hahusiki kitu gani? Kama sio wewe yote ingekuwa yanatokea. Kama sio wewe mimi ningeuma, mamangu angekuwa hapa. Sasa sikiliza nikwambie. Nenda kaongee na mwanao, mamangu abaki humu ndani. Kama ikitokea mama yangu anaondoka, basi na wewe utaondoka. Tena usipokuwa makini, utaondoka ukiwa umekufa kabisa. Nadhani utakuwa umenielewa na unanijua vizuri. Mchawi mkubwa wewe. Naona niangalia nini? Mama, nini kinaendelea? Mbona mambo yanazidi kuwa mazito? Ni kweli kabisa mwanangu. Hapa kinachoendelea ni kwamba huyu ni mama na mtoto wake hawako vizuri. Najua kabisa kwamba mwanangu amevaa mkenge. Ila hakuna marefu yasiokuwa naisha. Yataisha na kile kitu kitakuwa sawa. Na huu ndo umefika mwisho wao. Sameita mimi mchawi. Ameshindwa kujua kama hao ndo wachawi. Mpaka kufika mwanangu anampeka wanavyojisikia wao. Mimi ni mama. Mwanangu nilimzaa, nikamlea, nikimuomba Mungu. Na naendelea kumwomba Mungu kila siku Aisha mimi kule ndani. Si unajua nikiwa naomba usiku. Mungu atakosa kunisikia maombi yangu. Basi kila kitu kitakuwa sawa. Amini hilo mwanangu. Kweli kazi ipo. Wewe demo, mimi nimekuita hapa nini? Unajua? Mimi nataka tufanye mazingira ile kwa sababu siku ile unajua umenishikashika nini? Umepandisha maruani, mashetani huko kichwani haeleweki, si unajua? Kwa hiyo hapa mimi sielewi na buku mbili langu ile hapa, kwa vipi tukachekeche. Unajua? Hivi we kaka, una akili kweli kwenye kichwa chako? Kwa hiyo wewe, yani mimi umenichukulia malaya, si ndio? Yaani mimi unataka unifanye kama hao uliowazoea, si ndio? Wewe demu, mimi sijawahi kukomeshwa na mwanamke unajua. Mimi sijawahi kuletewa pigo kama hizo na wanawake. Wewe sikia wewe. Sawa. Wewe umenishikashika siku ile umenipandisha madude yangu, afu dakika za mwisho wewe unanikataa. Wewe usinikatae kama hivyo. Sawa? Wewe mimi mwenyewe hapa nilipo sielewi. Kama vipi nakupa ila hii hapa, kama hutaki naenda hivyo na kubaka mimi. Hiyo kama zile pale zile sio za kuletea ujue masuala kama sisi afu unazungua. Mimi 26, mimi mwenzako ukinigusa tu himo. Sikiza nikwambie kaka. Na hii simu kichoni kwako kutakuwa hamna akili vizuri. Kwa sababu gani? Wewe ulivyokuja pale ulikuwa unahitaji simu. Simu yangu haukutaka kupiga, hukutaka kufanyaje? Unadai kwamba unataka simu yangu uondoke nayo.
Kwa mimi sikuona njia yote zaidi ya kufanya vile. Yeye unajifanya sungura mjanja. Oya we, usiniletee pigo kama hizo ujue. We mwenyewe hapo ulipo unaonekana umevaa chupi kubwa umelishikia hivi ujue. Oya we, sikia mwanangu. Sawa, usinitetemeshe. Oya nataka, fanya mazingira wewe demu. Mimi siandafii sura nzuri, siandafii mademu wazuri. Mimi nataka hicho kitu kama vipi nigee, kama hutaki kunigea mimi nitakuchukua hapa nitakubaka. Unaita mieyusho. Wewe demu wewe vipi wewe? Fanya hivyo basi acha masiara. Mimi hapa nipo vibaya unajua. Wewe mkaka msikia. Yaani naomba unikome. Yaani uishie hivyo hivyo. Na siku nyingine ukiniona unione kama kituo cha polisi, pumbavu. Sasa udemu vipi wewe? Sasa alikuwa anataka nini? Jamaa demu mwingine jawa. Mama, inaonekana mume wangu yuko serious sana na hili swala. Mpaka imefikia tu mume wangu ananipiga kibao. Hajai kabisa kufanya hivyo. Yaani mama, mume wangu hana ujasiri wa kunipiga mimi. Amekupiga kibao? Kwa kisa kipi? Kichopelekea paka ya kupigi. Mume wangu hajawahi kabisa kufanya hivyo. Ila imefikia tu mpaka ananipiga. Ina maana amedhamiria kabisa mama wewe uondoke huko ndani. Lakini najua kabisa hii sio akili za mume wangu. Hizi zote ni mbinu za yule mama. Mimi nikaa na mume wangu muda mrefu sana. Namjua mume wangu vizuri, namjua tabia zake na vitu ambavyo anaweza kufanya na vitu ambavyo hawezi kufanya. Hata nimkosee vipi mume wangu hajawahi kunyanyua mkono wake kunipiga. Nisikize kwa makini mwanangu. Huyu mama ana mipango mingi. Na mpango wake kukutoa wewe nje, yule msichana wa kazi awe ndio mke mundani. Sasa nakwambiaje, alipolalia ndio tupoamkia. Hapa hamna kutoka. Upo? Unachokiongea inawezekana kikaa kina ukweli ndani yake. Kwa sababu vitu vinavyoendelea huko ndani hata mimi mwenyewe naona. Lakini mimi sidhani kama mume wangu anaweza kufanya hivyo. Shida sio mumeo. Tokea nimefika mimi hapa, nimeaona mengi. Dhamira yake akufukuze mradi ule msichana wa kazi aolewe na mwanawe. Kama naanza kukuelewa. Kwa sasa mama tunafanyaje? Maana kama unavyojua mwanao mimi siwezi lolote, sijui chochote bila wewe. Hiyo kazi niachie mimi mwanangu. Kaa kwa kutulia. Kuna bomu nimeliandaa. Muda si mrefu nenda kubutuka bomu ndani. Ndio maana nakupenda mama. Umeona Samani, nimekuita tena hapa kwa mara nyingine. Swali langu ni ile lile ambao kila siku nimekuwa nikikuelekeza. Ni kuhusu hisia zangu juu yako. Ndicho kilichonifanya nikuite leo hapa. Ni kitu gani ambacho wewe uelewe? Au niongee nini ili wewe unielewe? Sikiliza nikwambie. Sawa. Nilishakwambia mwanzo. Hicho unachokitaka hakiwezi kuwa. Mimi na wewe kuwa katika mahusiano ni kitu kigumu. Kwa nini unashindwa kunielewa na umekuwa mtu wa kunisumbua sana? Wewe ni mtu mzima, kwa hiyo inatakiwa ukiambiwa kitu mara moja uelewe. Ivan. Wewe ni mwanaume mzuri sana, mwenye muonekano wa pekee. Mwanaume mrefu ambaye tunaendana. Tunaweza tukatembea pamoja na tukafanya kitu na kuahidi. Hebu sikia. Usinete utoto. Yaani kuna vitu havihitaji kabisa ulazima, yani kulazimishwa. Wewe hapo unachokitumia ni unafosi. Mimi kuwa na wewe haiwezekani ni kwa sababu cha kwanza na kuheshimu kama shemeji yangu. Cha pili unajua kabisa wewe na mke wangu ni marafiki. Na mimi mke wangu nampenda sana. Nitakuwa nimemdharau sana ndapokubali kuwa na mahusiano na wewe, rafiki yake wa karibu. Naomba mimi hiki kitu kisijirudie tena.
Ivani, mwanaume gani huko nyuma nyuma mpaka sasa hivi unakazania kusema una ndoa? Naomba nikuahidi kitu. Kama ukinikubalia kuwa na mimi, nitakubadilishia maisha yako na hautojutia kuwa na mimi. Naomba unielewe juu ya hiyo. Siwezi kujizuia hisia zangu juu yako. Tafadhali. Kwa hiyo inaonekana kwamba mimi ninachokwambia kinapita kule kinatokea huku, si ndio? Wewe, sikiliza nikwambie. Usinifosi nikabadilika roho na muonekano wa sura. Sawa? Kwa sababu ya maneno yako. Ninachokizungumza mimi ni hivi. Mimi na wewe hatuwezi kuwa katika mahusiano ya aina yoyote. Mimi na wewe hatuwezi kuwa vile wewe unataka. Nampenda mke wangu na mheshimu na kuheshimu kama shemeji yangu. Hivyo vitu ambavyo naletea hapa vikiendelea, mimi na tutaonana wabaya na nitampiga full stop mke wangu, usio unakuja pale nyumbani. Na urafiki na mke wangu nitauondoa, sitauhitaji. Kwa hiyo naomba ishia hapo hapo. Nadhani utakuwa umenielewa na nakutakia siku njema pia. Ivani. Nadhani umesikia kila kitu ambacho kipo kwenye hii simu. Sasa basi, usipofanya kitu ambacho mimi nakihitaji, nitamwambia mkeo kila kitu. Nadhani umenielewa. Bye.
kumetokea nini mama? Sarungi mwanangu. Fika mwanangu. Fika mwanangu.